Mkakati huu wa kwetu wa kitaifa wa mafuta ya kula umekuja kwa sababu maalum. Uongozi makini unapoona una changamoto huwa unaweka mkakati, na sisi tunatambua maono aliyokuwa nayo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya awamu ya 6 anayoongoza. Tunapoona sehemu kuna gap, basi serikali inaingia na mpango wa kuhakikisha kwamba ile gap iliyokuwepo au lile pengo linazibika. Kwa mkakati huu umekuja katika muda ambao zaidi ya 60% ya mafuta ya kula tunayotumia tunaagiza kutoka nje ya nchi. Na ukishasema unaagiza 60% ya mafuta kutoka nje ya nchi, maana yake unaenda kuzichoma pesa zako, kwa maana huendi kununua na pesa zetu, unaenda kuzinunua na fedha za kigeni, si ndio? Kwa hiyo tunaenda kuzichoma fedha zetu ambazo zingetumika labda kutuongezea mambo mengine mazuri ya maendeleo katika taifa letu. Lakini serikali yetu katika kipindi hiki inaendelea kutumia zaidi ya dola za Marekani 200 kila mwaka kama nilivyosema kuagiza mafuta nje. Lakini wakati huo mahitaji ya mafuta yameendelea kuongezeka. Tulipofika 2025 tulikuwa tunatumia wastani wa tani za mafuta ya kula 732,000. Lakini tunapoelekea 2035 tunaenda kutumia wastani wa tani 1,37,145 kwa mwaka. Lakini uzalishaji wa ndani ukiwa ni tani 309 ni sawa kama 40% ya mahitaji yetu. Kwa hiyo hii hesabu tukielewa vizuri, ndio tutaelewa kwa nini leo tuko hapa, ndio tutaelewa kwa nini tumekutana hapa. Kama tunaweza kujitosheleza kwa 40% tu, 60% lazima tuchome dola zetu tukanunue mafuta. Ndio maana leo tumekutana hapa. Kwa hiyo sio ni kikao kidogo, hiki ni kikao kikubwa, ni kongamano kubwa la kutoa mawazo na maoni na kuishauri serikali, kuishauri sekta binafsi iliyoko hapa ndani Tanzania, ili tuweze kuzalisha mafuta ya kutosha, tuweze kujitosheleza, lakini tuweze kuuza na sisi kwa wenzetu majirani. Kwa hiyo katika mkakati huu ambao nimeusoma, serikali imepanga kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, kuongeza uzalishaji wa mafuta ya kula hadi kufikia tani milioni 1.3, kwa maana tunakuwa na mafuta toshelezi na ziada ya kuuza nchi za nje. Haya ni malengo makubwa, lazima kila mmoja ahakikishe amepandisha soksi zake vizuri. Lakini tuna viwanda. Mimi nikiwa pale Singida ni shuhuda, nina viwanda vikubwa vya kuchakata mafuta ya alizeti. Hapa Dodoma hivyo hivyo. Lakini wastani wa viwanda vyetu kufanyaji kazi wake ni 18% tu ya lengo ya kiwanda kile ambacho mwekezaji amewekeza. Kwa hiyo tunataka kutoka kwenye 18% tuweze kumpeleka akazalisha 60% kwa kutumia rasilimali za ndani, na wakati huo tunapoendelea kukua 40% ndio pale tunaweza kuagiza mafuta ghafi kutoka nje ili kujazilizia 100% vile viwanda viweze kufanya kazi. Hatuwezi kuwa na uwekezaji mkubwa kama ule tukaacha mitambo na mashine ikituangalia, tutakuwa hatujitendee haki, hatuwatendee haki wawekezaji. Lakini tumekubaliana tunataka kuondoa kabisa utegemezi wa mafuta kutoka nje, na kwa sababu tunaenda kuchakata mafuta katika viwanda, tunategemea kupitia huu mnyororo wa uzalishaji wa mafuta tutengeneze ajira 900,000. Kwa hiyo mkakati huu wa mafuta ya kula ni sehemu tu ndogo ya Agriculture Master Plan ya nchi yetu ya 2050. Tunapozungumzia kilimo ni zana pana kwelikweli, lakini ndani yake kuna kasehemu kadogo kama mafuta ya kula ambacho na kenyewe tumekawekea mkakati wake. Kwa hiyo muone kwamba na sisi mikoa hii ya Singida na Dodoma tunaelekezwa kuchangia ile Agriculture Master Plan kwa kujiwekeza na kuhakikisha kwamba tunazalisha mafuta ya kutosha. Vijana, fursa mmeiona, inaanzia shambani mpaka viwandani, si ndio? Basi naomba leo tusemezane, tutoke na maazimio ambayo yatatupeleka katika mafanikio.
Kwa hiyo serikali inaiangalia mkoa wa Dodoma na mkoa wa Singida kwa jicho la kipekee katika kuhakikisha kwamba inaipeleka Tanzania kwenda kujitosheleza kwa mafuta. Tanzania nzima kwa sasa tuna viwanda 1604 ambavyo vinachakata mafuta ya kula. Mkoa wa Dodoma ukiongozwa ukiwa na viwanda 281, huku Singida tukiwa na viwanda 249. Kwa hiyo mikoa miwili tu ya Dodoma na Singida inaweza kuchangia au inachangia 33% ya uzalishaji wa mafuta katika taifa letu. Kwa mnaweza mkaona position yetu katika ule mpango mkubwa wa serikali umekalia wapi. Hivyo tuko hapa kuhakikisha kwamba tunaweza kuzalisha malighafi za kutosha, na kwa upande wetu sisi tunaelekezwa zaidi kuzalisha alizeti. Viwanda vyetu hivi vinachakata mafuta ya alizeti. Kwa hiyo tunaposema mafuta ya kula Singida na Dodoma, maana yake tunaenda kuweka mkakati na mpango wa kuzalisha alizeti ya kutosha ili kulisha viwanda tulivyo navyo. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumeondoa changamoto ambazo zinazikumba viwanda vyetu. Viwanda vyetu vitafanya kazi na vitatoa ajira kama ambavyo serikali imekusudia. Kwa sasa mafuta ya alizeti peke yake tunazalisha tani 256,664, wakati kwa viwanda tulivyo navyo tunaweza kuzalisha tani 851,917. Unaweza ukaona hiyo gepu iliyokuwepo hapo. Dodoma na Singida tumepewa nafasi nzuri kupitia mkakati huu wa NEOS 2026-2035, mkakati wa uzalishaji wa mafuta ya kula, na tuone kama hii ni fursa iliyokuja katika mikono yetu, tuitumie vizuri, fursa ambayo pia inatupeleka kwenye ndoto kubwa ya kuipeleka Tanzania katika uchumi wa kati sehemu ya juu, kwa maana ya kuongeza pato la mwananchi mmoja mmoja kutoka mapato yaliyoko sasa kufikia wastani wa pato wa $7,000 kwa mwaka kwa mtu mmoja. Na sisi tutoe mchango wa kutosha katika malengo mapana ya kuwa na uchumi wa taifa wa dola za Kimarekani trilioni 1. Kwa leo tumeitana hapa ndugu zangu kwa kazi maalum, kazi mahususi na watu mahususi, na watu wenyewe ndio nyie na wale wengine ambao tumewaacha kule nyumbani. Kwa hiyo mimi nishukuru sana Wizara ya Kilimo kwa kutuletea mpango na mkakati huu. Sisi mkoa wa Dodoma na mkoa wa Singida tutahakikisha kwamba tunatekeleza majukumu ambayo tumeelekezwa na serikali kwa ufanisi mkubwa. Tunaenda kupangana, tulishaanza, lakini tunaenda kupangana kimkakati kuhakikisha kwamba ndoto hii ya serikali inaweza kutimia. Lakini ni ndoto ambayo inaenda pia kuongeza pato la mwananchi mmoja mmoja, kwa sababu wazalishaji wengi walioko katika maeneo yetu ni wazalishaji katika ngazi ya kaya, lakini tutakuwa na wazalishaji ngazi ya kati na tutakuwa na wazalishaji wakubwa. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sisi kwa mkoa wa Singida, ambapo Singida na Dodoma ni karibu, tunaenda kufungua kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa mbegu za alizeti na nafaka zingine. Kwa hiyo mbegu itakuwa sio mtihani, lakini kupitia ruzuku ya serikali, swala zima la usajili wa wakulima tumefanya vizuri. Mikoa yote hii miwili wakulima wetu tumewasajili, wanapata ruzuku ya pembejeo, mbolea, viuatilifu. Kwa hiyo hiyo nayo sio changamoto. Kazi inayotakiwa sasa ni watu wote kwenda kutupa jicho kwenye shamba, kuhakikisha kwamba mashamba yetu tunayafufua, tunayasimamia, tunaongeza tija, tunatoa huduma za ugani ili kila mmoja aweze kuzalisha na kuvuna mavuno mengi. Na tuko hapa leo kuweka mkakati halisia, mkakati makini, mkakati ambao unaenda kuvutia wakulima, mkakati ambao unaenda kuwatuvutia wasindikaji, mkakati ambao unaenda kuvuta mitaji mipya na kuifanya Dodoma pamoja na Singida kuwa kitovu cha mafuta ya kula Afrika Mashariki, na ikiwezekana Afrika nzima. Inawezekana. Tuna ardhi kubwa, ardhi ambayo haijaguswa, tuna rasilimali watu, serikali inatuwezesha rasilimali fedha, lakini sekta binafsi na yenyewe iko hapa, itaungana na sisi katika kuhakikisha kwamba haya yote yanaenda kutokea.